Siku chache zilizopita kulikuwepo vijana wawili ambao walikuwa ni mapasha, na historia inaeleza kwamba wale mapasha tangu utoto wao walikuwa wakifunzwa kwamba kila kitu ni dhambi. Walikuwa wakifunzwa kwamba kila pleasure ni dhambi, kiasi ya kwamba walikuwa wamekatazwa kula chakula fulani, ya kwamba kila hiki ni dhambi, ukisoma hivi ni dhambi, ukisikiliza hivi ni dhambi, ukitazama hivi ni dhambi, ukipita hapa ni dhambi. Kwa hivi walipoendelea kukomaa kuwa vijana wakubwa kidogo, walikuwa na mtazamo tofauti kuhusu dhambi. Mmoja wao aliogopa kitu chochote kile, akisema kwamba ni dhambi na kisije kikamwambukiza. Historia inaeleza kwamba aliogopa hata kufungua mlango ya dirisha yake ama milango ya chumba chake, eti kwamba dhambi isije kamwambukiza. Aliogopa hata kula chakula cha sokoni, akisema kinaweza kuwa kimeambukizwa na dhambi. Huyo ni mmoja, na akafa kwa sababu ya kukataa vitu vyote. Akafa wakati bado ni kijana. Kwa sehemu ama kwa upande mwingine, ndugu yake yeye, badala ya kuogopa vitu vyote, alijaribu mambo yote. Akasema wameniambia nisile hiki ni dhambi. Akajaribu, anasema nitaona kinakuaje. Akanywa pombe, akavuta tumbako, akajaribu asherati, mambo yote yale, naye pia akafa wakati bado ni kijana. Utajiuliza kwa nini? Je, walipata elimu ambayo ni mbaya? Tunakuja kugundua ya kwamba hawa watu hawakuelezwa dhambi ni nini, hawakujua dhambi ni nini, hawakujua madhara ya dhambi na namna gani ya kupambana na hiyo dhambi. Hivi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, napenda nikukumbushe tu ya kwamba kwenye somo la leo tunakuja kuangalia dhambi ni nini, inatutolea madhara gani, na hivi tukishtuka tumeangukia kwenye dhambi tunatakiwa kufanya nini tuhakikishe ya kwamba tumerudishwa tena kwa mstari wa usawa. Anyway, sote ni wenye dhambi, kila mtu katika njia yake, katika mawazo yake, na dhambi inatuathiri uhusiano wetu na Mungu, inatuathiri sisi wenyewe na uhusiano wetu na wale tunaokaa pamoja nao. Kwa hivyo kabla tujaingia kwenye undani wa somo la leo, basi jiandae kwa ajili ya somo hili. Mungu akubariki. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, somo la leo tunakuja kujifunza kuhusu dhambi, injili na sheria. Dhambi, injili na sheria. Tunakuja kujifunza kuhusu dhambi, injili na sheria. Katika somo hili tutakuja kuona dhambi ni nini, madhara yake ni ipi, na tunatakiwa kufanya nini, kwa sababu dhambi inapokuja inavunja uhusiano wetu. Tunatakiwa kufanya nini ama kuenda wapi ili kwamba tena huo uhusiano upate kurudi mahali pake. Kwa juma hili tunachunguza kwa nini Mungu alitupa sheria yake, na pale mtu anapovunja sheria ya Mungu na hivyo kufanya dhambi ni nini, na au anaweza kusaidia kurejesha uhusiano wake na Mungu. Namna gani anaweza kurejesha uhusiano wake pamoja na Mungu? Fungu elekezi ni kwenye Zaburi 119 mstari wa 9 na 3, 9 na 4, nasema hata milele sitayasahau maagizo yako, maana kwa hayo umenihuisha. Mimi ni wako, uniokoe, kwa maana nimejifunza mausia yako. Hili ndilo neno la Mungu. Mtunga Zaburi anaendelea kuonyesha kwamba yeye ni wa Mungu na anatakiwa kutunza sheria za Mungu kwa sababu yeye ni wa Mungu. Kwa nini tutunze sheria ya Mungu? Nazungumzia leo dhambi, injili na sheria. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, dhambi ni nini? Wakikuuliza dhambi ni nini, utaitafsiri namna gani? Biblia yenyewe inatoa tafsiri, kwa sababu kila mara tunaposhindwa kutafsiri dhambi, tusipoelewa uzito wa dhambi, kila mara tunapokataa kutaja dhambi kwa jina lake, hapo tunakuwa tunaangurashi dhambi. Hivyo ndivyo mwandishi alisema, alitamka maneno haya akasema, lorsque nous ne nommons pas le péché par son nom, nous contribuons à aggraver la réalité. Par exemple, si nous refusons d'appeler l'adultère un péché, nous courons le risque d'en minimiser la gravité et pire encore, de les normaliser. Le fait de ne pas appeler le péché par son nom est particulièrement répandu dans les nombreuses cultures contemporaines. Siku hizi watu wengi hawaiti dhambi kwa jina lake, na kuna hatari kutoita dhambi kwa jina lake, kwa sababu hapo sio tu unakuwa umekataa kuita kwa dhambi kwa jina lake, lakini unakuwa unamsaidia shetani kufanya kampeni yake na kufanya watu wengi wapate kuingia katika hiyo dhambi. Dhambi imeelezeka kama uasi wa sheria. Katika Biblia dhambi ni uasi wa sheria. Sheria inasema hivi, lakini ukienda pembeni ya hapo, hiyo ndio inakuwa ni dhambi. Tafsiri ya Kiebrania inaonyesha kwamba dhambi ni deviation. Ni kusema Mungu akisema pita hapa, na ukienda kinyume tu na pale ambapo unatakiwa kupita, hapo unakuwa umefanya dhambi. Huwa dhambi inatokana na nini? Tunaposoma kwenye kitabu cha Waamuzi sura yake ni ya 14 na mstari wa 16, 17, hapo kuna kisa kia yule ambaye anaitwa Samsoni, ambaye alikuwa akimtumikia Mungu huko pia akianguka majaribuni. Kwa nini? Alikuwa ni mnaziri wa Mungu, lakini huko alikuwa akiingia kwenye majaribu wakati alikuwa anaenda kinyume na kile ambacho anatakiwa kufanya. Alioa wanawake ambao Mungu alikuwa amekataza kuoana na wao, na hivyo wale wakamuingiza katika shida kiasi ya kwamba uhusiano wake pamoja na Mungu ukapotea na hata nguvu yake ikamuishia. Kwa hivyo dhambi ni kitu kibaya.
Mara nyingi tunaingia katika dhambi kupitia majaribu mengi ambayo sisi wenyewe tunafungua milango kwa hiyo majaribu kuingia. Kitu kinaweza kuwa kisionekane kuwa dhambi machoni pako, lakini ikiwa kwa kukifuatilia sana kinaweza kuzuru uhusiano wako pamoja na Mungu ama kuathiri uhusiano wako pamoja na Mungu. Hiyo basi kinakuwa ni hatari kwa ajili ya uwepo wako. Kwa mfano, kwa maana nyingi unaweza kufanya kazi ni kitu kizuri, lakini ikiwa unafanya kazi kwa muda mrefu sana kiasi kwamba huna muda kwa ajili yako na Mungu, kwa ajili ya uhusiano wako na Mungu, hiyo ni hatari. Unaweza kuwa ukihubiri kwenye mitandao ya kijamii, unashinda kwenye resource social, lakini kama huna muda wa kulisha moyo wako, itakuwa ni hatari kabisa. Watu wengine kwa sababu ya chakula ama kwa sababu sijui ya kazi ameipenda sana. Kwa hivyo yale yote tunatakiwa kuyaona ambayo inaweza kutuingiza kwenye majaribu ama inafanya tuwe na tupitishe muda huko mwingi sana kiasi ya kwamba uhusiano wetu pamoja na Mungu tuusahau. Tatoa tahadhari kwa wachungaji na wale wanaotumikia Mungu. Mara nyingi unaweza kupitisha muda wako kuwazuru wa Kristo, kuwaombea, kuwatembelea, lakini huna muda wa kuilisha moyo wako. Basi hapo kuna hatari sana. Anachokipenda Mungu ni kwamba tuwe na muda kwa ajili ya uhusiano wetu pamoja na yeye. Na katika uhusiano wetu pamoja na Mungu tunatakiwa kumpatia nafasi ya kwanza, tukiepukana na dhambi katika njia yake yote. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ukijua dhambi ni nini na kujua madhara yake, itakusaidia kuishi vizuri katika maisha unayokuwa ndani yake. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Yesu alipokuwa akiishi hapa duniani alionyesha madhara na ubaya wa dhambi. Kila mara alisema, mimi sikuja kwa ajili ya kuharibu sheria, nilikuja kwa ajili ya kutimiliza. Kwa hivi Mungu anapenda tutii sheria yake. Sheria yake kwa nini? Kwa sababu hiyo sheria ndiyo inatuonyesha hali yetu halisi. Hivi sheria ni kama miwani, kama lunette ambazo zinatuonyesha kuona vizuri, ama niseme kama darubini ama kama microscope ambayo unaweza kutembea ukidhani ya kwamba huna ugonjwa wowote, lakini ukiangalia kwenye microscope inakuonyesha hali ya mwili wako halisi. Kwa hivyo ndivyo sheria kazi yake ni hiyo katika uhusiano wetu pamoja na Mungu. Iko pale sio kwa ajili ya kutuhukumu, sio kwa ajili ya kutuokoa, kwani hata yenyewe haiwezi kutuokoa. Inanionyesha mimi niko namna gani halisi. Niko namna gani machoni pa Mungu, ninaonekana namna gani. Kwa hivi hiyo sheria nikiitii itaniambia, kama kioo inanionyesha hapa kuna matope, na hiyo kioo haiwezi kuondoa matope. Hapo ndipo itanisukuma kuhitaji injili ama wokovu. Itaniambia una matope hapa, lakini unaweza kuosha. Na nani ataweza kutuosha isipokuwa ni Yesu Kristo? Nasema tunampokea Yesu Kristo kwa imani na anatuosha na kutustahilisha. Ni hicho ambacho tungalikielewa kabisa katika somo hili la 9 ambalo linazungumzia le péché, l'évangile et la loi, ama dhambi, injili na sheria. Dhambi ni uasi wa sheria, na sheria kazi yake katika uhusiano wetu pamoja na Mungu ni kama kioo kutuonyesha hali yetu halisi, na ikituonyesha hali yetu kwamba ni chafu, tutakuwa na hitaji ya mkombozi, ya injili. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ukifanya hivyo kabisa inakuwa ni kitu kizuri sana. Jambo la kushangaza ni kwamba watu wengi wanaishi negligee ama wakidharau uzito wa dhambi. Mungu amesema kwamba ikiwa jicho lako linaweza kufanya uanguke katika dhambi, laiti ama bora utoshe jicho, ni heri kuingia mbinguni usipokuwa na jicho kuliko kwenda motoni na macho mawili. Kwa hivyo tunaposoma hiyo tunasema kwamba ni exaggeration, lakini kutuonyesha kwamba namna gani Mungu anaichukia dhambi na anataka tuifanyizie kazi, ni kusema tupambane na hiyo dhambi. Hapa ni juma hii ambayo imemalizika, kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa ikisemeka kwamba kulikuwa mchungaji fulani, sitamtaja jina, ambaye alishikwa anapozini pamoja na mke wa shemasi wake. Kwa hivyo baada ya siku chache akaonekana huyo mchungaji akafanya video kuomba msamaha kwa watu wote, akasema basi nasikitika kwa hivi na hivi na hivi. Kilichonivutia hapo ni kwamba nilikuwa nikisoma comment, na kwenye comment kwa mtu mmoja akasema, hivi ni nini tunafundisha kwa kizazi cha leo? Kwa hivyo basi tutakuwa tukifanya dhambi kila wakati na unakuja tu naomba msamaha ya juu. Nasema tunafunza watu nini? Kwa sababu kulikuwa mchungaji mmoja ambaye anajulikana sana kabisa, ambaye alikuwa anasema tendo ambalo mchungaji amefanya la kuzini si nzuri, lakini kuonyesha kwamba ni baba wa imani kabisa, ni huo uwezo ambao, ujasiri ambao umekuwa nao kuomba msamaha publicly. Na watu wakamwambia sasa, huyo wakamshtumu huyo mchungaji, anasema kwa nini utakuwa ukionyesha, hii ni picha gani ambayo unaonyesha kwa vizazi vya leo? Ni kusema mtu anaweza kufanya dhambi leo na baada ya dakika chache anasema kwa sababu ameomba msamaha basi huyo ni bingwa kabisa, ni mtu wa imani kubwa. Watu leo wanaishi
wakionyesha kwamba dhambi ni kitu ambacho tunaweza kuishi nacho, tunaweza kukizoea, kiasi ya kwamba tukiishi tu kitu ambacho kimezoelewa, hata kama ni dhambi kimezoelewa kufanyika, tunaweza kuishi nacho. Tena ni kwenye mitandao ya kijamii, tena ni juzi tu kuna mwanasheria mmoja ambaye nilisoma posti yake akisema, katika nchi fulani mnapoandaa kufanya revision ya constitution, disposition ambayo inazungumzia kuhusu katiba, basi muangalie hapo vizuri, kwa sababu nchi nyingi zinasema kwamba katiba ni yule anayekuwa na miaka chini ya 18. Akasema basi leo muambie hata yule anayekuwa na miaka 14 na 5 na 6 ya kwamba wao pia si katiba, wao pia wanaweza kufunga harusi ama kuwa katika mahusiano hata ya kingono. Kwa hiyo watu wakauliza swali, wanasema hivi, mtu umesoma PhD katika sheria na hii ndio unataka kuofficialize hata ngono ama uzinzi wa watu ambao wanakuwa na miaka 15, 14 kwa sababu tu society ambayo tumeishi ndani yake vile limekuwa. Je, neno la Mungu litakuwa likijiadapte kwa society ama ni society ndio inatakiwa kujiadapte kwa neno la Mungu? Basi Mungu atusaidie sana kuepukana na dhambi. Ni mbaya kwa sababu imetuletea magonjwa, kifo, uhusiano wetu umevunjika pamoja na Mungu na migogoro na wengine. Tushike sheria ya Mungu kwa sababu inatuonyesha hali yetu halisi. Yesu Kristo aliposhuka hapa duniani aliendelea kuonyesha umuhimu wa Biblia. Akafupisha akasema, mpende Mungu kwa moyo wenu wote na kumpenda jirani jinsi unavyojipenda. Kwa hivi ukimpenda Mungu hutakatala kumwabudu. Hutakuwa na miungu mingine ila yeye, hutajifanyia sanamu ya kuchonga, hutataja jina lake bure, hutakataa kupumzika siku ya Sabato. Na ukimpenda jirani yako, huwezi kumuua, huwezi kuzini, huwezi kuiba, huwezi kumfanyizia mabaya. Kwa hivi amri 10 za Mungu ambazo ziko kwenye Kutoka 12 mstari wa kwanza wa 3 hadi 17 zipo na zina kazi yake katika maisha yetu sisi kama Wakristo wa siku za leo. Mungu akusaidie sana kuendelea kumpenda Mungu, kukomaa katika uhusiano wako pamoja na yeye, huko ukiepukana na dhambi na ukiwa na haja ya injili ya wokovu. Ukijua ya kwamba wewe kama Mkristo sheria haikuokoi, inakuonyesha hali yako halisi, na unapotambua hali yako halisi inakusukuma kwa Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ningalipenda nisome tu mstari huu wa mwisho ambao unasema, la leçon fondamentale que nous retenons de la chute de l'humanité est tout simplement celle-ci. À cause du péché, les humains ont perdu leur sens inné du discernement, la capacité à distinguer les biens du mal. Ainsi, séparés de Dieu, nous sommes incapables d'exercer ces jugements de manière juste. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné la loi et l'évangile. Nous avons besoin de la loi pour nous guider dans la bonne direction. De même, nous avons besoin de la grâce de Christ pour nous aider à marcher avec espérance et amour dans ses tours. Na hivi tumtumainie Mungu, tusitegemee nguvu zetu kama Samsoni alikuwa akitegemea nguvu zake na kaingia kwenye dhambi. Kwa hivyo katika maisha yetu tuendelee kumtegemea Yesu Kristo. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo, amina. Tuombe. Asante Yesu kwa somo hili ambalo limeendelea kutufunza kuhusu sheria na injili. Basi endelea kutusamehe kwa muda wote ambao tunafanya dhambi, na tukifanya dhambi tuendelee kurudia kwako, ili uhusiano wetu pamoja na wewe, uhusiano wetu pamoja na wengine upate kuendelea kwa siku pamoja na siku baada ya siku, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kuna maswali ambayo unaweza kuuliza, ni machache tu ambayo ukiajibia vizuri kama tuko pamoja itakuwa ni kitu kizuri kabisa. Kwenye partie ya reflexion avancée kuna maswali ambayo inasema, nitakuuliza mahali unapokaa, unaishi kwanza katika nchi gani ama katika eneo gani? Unaweza kuandika kwenye comment, naishi Bunia ama Kongo ama wapi. Na jambo la pili, jibia watu wa mahali ambapo unaishi wanaelewa dhambi namna gani? Katika ile society ama culture mahali ambapo unaishi wanaelewa dhambi namna gani? Jambo la pili, namna gani tunaweza tofautisha kushika amri za Mungu na legalism, okay? Kwa sababu kuna watu wengine wanasema, ninyi wa Sabato mnajifunza amri 10 za Mungu, ninyi ni Wafarisayo. Kwa hivyo namna gani mtu anaweza kushika amri 10 za Mungu huko akikataa kuingia katika ufarisayo ama katika legalism? Weka majibu kwenye comment, lakini ukiwa pia na swali unaweza kuandika. Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, like na kushare. Karibu.